Ndugu zangu, mwanadamu ni mwenye mapungufu. Mwanadamu ni mwingi wa madhambi. Mwanadamu ni mtu wa kujisahau, na moyo wake umeitwa qalb lishiddati taqallubihi, kwa wingi wa kugeuka kwake. Huyu mwanadamu ambaye anafanya madhambi, anatenda madhambi yana athari kwa jamii, kwa ulimwengu, kwa mwanadamu yeye mwenyewe, kwenye mali yake, watoto wake, familia yake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka istighfar na tauba. فالاستغفار هدية من الله سبحانه وتعالى تجد لذتها في المال والأهل والأولاد. Yule ambaye ameunguzwa na moto wa madhambi hana pa kukimbilia, kwa sababu athari ya madhambi, kama Qur'ani inavyosema, madhambi ndiyo sababu ya matatizo yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Hakuna msiba wowote ambao utawapata isipokuwa ni yale ambayo mikono yenu imeyachuma, na Mungu wako ni mwingi wa msamaha. Anasema Allah kwenye suratu Rum, dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allahu akbar. Ufisadi, balaa imeenea baharini na nchi kavu. Kwa sababu gani? Kwa yale ambayo wanadamu wameyachuma. Bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Mola wako anafanya makusudi ili awaonjeshe yale chumo ya mikono yao ambayo wameyachuma. Kwa hiyo madhambi ni sababu ya kudhihiri ufisadi, na wanazuoni wa tafsiri kwenye aya hii wanasema kukatika kwa mvua, ukame, balaa yoyote ya aina yoyote, basi ni kwa sababu ya mikono ya wanadamu, kwa sababu ya chumo la wanadamu. Tena sababu ya majanga ya maradhi, kama kwenye mukhtasar at-tafsir ya nukhba min al-ulama wanasema magonjwa kuenea, matatizo, dhiki moyoni ni kwa sababu ya madhambi. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye Musnad Imam Ahmad, wa innal 'abda la yuhramu ar-rizq bidhanbi alladhi yusibuhu. Hakika mwanadamu ananyimwa riziki. Unapambana, unaamka, uko makini, njia zote za kibinadamu na kutafuta riziki unafanya, lakini hupati riziki, huoni riziki. Hata kama unayo riziki, huioni baraka yake. Na watu wengi wanadhani riziki ni pesa, riziki ni watoto, riziki ni furaha, riziki ni afya, riziki ni mali, riziki ni mke. Yote hii ni riziki. Na Mtume anasema hakika mwanadamu ananyimwa riziki kwa sababu ya dhambi aliyotenda. Ndugu zangu, Allah anaonesha athari ya madhambi kwa qaumu Nuh. Allah anasema kwenye suratu Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kwa sababu ya madhambi yao, mimma khati'atihim, wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qaumu Nuh ughriqu, Allah alisema walizamishwa, wakazama kwenye maji. Allah anasema mvua, mbingu iliamrishwa itoe maji, inyeshe mvua. Ardhi ikaamrishwa itoe chemchemu ilikuwa ndani yake, kipindi cha Nabiiullah Nuh, na adhabu inashuka kwa qaumu Nuh. Mbingu inashusha mvua, ardhi inatoa maji, wakazamishwa, wakazama. Tena mtoto Nabiiullah Nuh anadhani akikimbilia kwenye jabali atanusurika, na Allah anasema kama kwenye surat Hud, hakuna la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim, hakuna atakayenusurika na adhabu ya Mwenyezi Mungu leo
isipokuwa Allah atakayemrehemu. Hii yote kwa sababu gani? Allah anasema kwa sababu ya madhambi yao, mimma khati'atihim ughriqu, duniani wameadhibiwa, na akhera fa udkhilu nara, wakaingizwa motoni, falam yajidu lahum min dunillahi ansara, hawakupata yule wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu siku hiyo. Ndugu zangu, Mayahud madhambi yao yalikuwa mengi. Allah anasema juu ya Mayahud, aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Mitume wakija kwao ilikuwa ni hali mbili, ima wamkadhibishe wampige au wamuue. Hawakuacha mtume yoyote, walifika katika inadi ya daraja ya juu. Lakini Allah kwa sababu ya madhambi yao amewaharamishia vyakula vya halali. wa ala alladhina hadu harramna طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الله نسيما نوال ما يهودي تولي وحرمشية حلالي. kwenye sura An'am Allah anasema wameharamishiwa kila mnyama aliyokuwa na kucha, wakaharamishiwa ufuta wa ng'ombe na mbuzi kwa sababu ya madhambi yao waliochuma. Kisha Allah akasema wabisaddihim an sabilillahi kathira, na kuwa wenye kuipiga vita njia ya Mwenyezi Mungu, mpaka Qur'ani inasema mpaka ikafika kipindi ikawa ni ada yao. Wabisaddihim an sabilillahi kathira, mpaka ikawa ni ada yao, yudawimuna alaiha. Kisha Allah anasema wa akhdhihim riba, na kuchukua kwao riba. Walikuwa wakihalalisha riba hali ya kuwa wameharamishiwa kuchukua riba. Waqad nuhu an wa aklihim amwal an-nas bil batil, na walikuwa wakila wakichukua mali ya watu kwa uongo na kwa ubatili. Allah akawaharamishia yale yaliokuwa halali. Ndugu zangu, haya yote ni madhambi, na madhambi yana athari kubwa kwa mwanadamu kama tulivyoeleza. Njia, faraja, kimbilio, suluhisho nini? Ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ametuwekea istighfar. Si hivyo tu, Mola wako anakuita, anakwambia njoo, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, tubieni kwa Mola wenu wote enyi waumini ili mpate kufaulu. Allah anasema kwenye suratu Zumar, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah anamwambia mtume wake, sema waambie waja wangu. Waja wangu kina nani? Hapa kuna sharaf. Mungu anakuwekea ya unisba, anakuegemeza kwake. Waambie waja wangu. Waja wa nani? Wa Allah. Ni sharaf kubwa. Lakini huyu mja wa Mwenyezi Mungu ni nani? Yule ambaye ameidhulumu nafsi yake, amefanya israf kwenye madhambi. Allah anasema usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote kabla ya roho haijafarakiana na kiwiliwili. Allah anasamehe madhambi yote, lakini shurutu tauba ziko wazi. Ujutie, utoke katika hali ile na umwahidi Allah subhanahu wa ta'ala hutakuja kurudia. Allah anasamehe madhambi ya aina yoyote. Allah katika aya hii, aya ya baraka, aya ya faraja, Allah anakuita njoo, nitake msamaha, usikate tamaa na rehema yangu, hakika mimi nasamehe madhambi yote. Ndugu zangu, ikiwa ni hivyo, istighfar ina fadhila gani? Ina neema gani? Ina faida gani kwetu?
Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mwanzo wa surati Hud anasema wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Ndugu zangu, Allah anasema nitakeni msamaha, niombeni msamaha, istighfar, leteni istighfar, tubieni kwangu, kisha mtubie. Wanistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, kisha nini? Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, atakuneemesheni neema iliyokuwa bora kabisa. Anasema Imam Shinqiti sahib Adwa'ul Bayan rahimahullah, yumatti'ukum mata'an hasana, kuwaneemesha neema iliyokuwa bora. Neema gani? Akasema si'atu rizqi wa raghadan fil 'aishi wal 'afiyata fid dunya. Anasema aya hii neema iliyokuwa bora, atawaneemesha neema iliyokuwa bora. Neema gani? Maisha yalikuwa mazuri, maisha yalikuwa mazuri, baraka katika riziki na usalama kesho akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ni fadhila istighfar. Ndugu zangu, mitume wote wamewaita watu wao kwenye istighfar. Anasema Nabiyullah Hud kwenye surat Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Anawaambia, enyi watu wangu. Na kaumu Hud walikuwa na nguvu, walikuwa wakichoronga jabali na kutengeneza nyumba. Allah aliwajalia nguvu, hata wao wakafika kiburi, wakawa wanasema man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kushinda sisi? Walighafilika na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Nabiyullah Hud anakuja na waita, anawaambia enyi watu wangu, mtakeni Allah msamaha, leteni istighfar, atawasamehe Allah. Si hivyo tu, atawazidisha nguvu juu ya nguvu. Yani hizo nguvu mliokuwa nazo Allah atazidisha tena nguvu zingine na atawabariki. Lakini wale walikaidi, wakakadhibu, wakamkadhibisha mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu akawaadhibu japokuwa na nguvu na neema ambayo Allah amewapa. Ndugu zangu, istighfar ni sababu ya Allah kukupa nguvu katika mwili, ni sababu ya kuondoka kwa maradhi kupitia aya hii ya sura Hud. Istighfar ndugu zangu ni sababu ya Allah kubariki maisha yako, kukupa baraka katika mali, watoto, leo akhera, na leo duniani, kesho akhera unakuta thawabu isiyokuwa na kifani. Ndugu zangu, istighfar pia ya tatu katika faida ya istighfar ndugu zangu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashusha mvua, anaongeza baraka na anakuongezea idadi, watoto, mali. Allah anasema kwa ulimi wa Nabiyullah Nuh kwenye surati Nuh, Allah anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum biamwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Anajaribu kuwaita watu wake ambao Nabiullah Nuh anasema kila wakipita mbele yangu nikiwaita wanaziba masikio, wanajifunika na kunikimbia, hawataki kusikiliza. Lakini bado Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapa fursa waja wake. Anasemaje? Nikawaambia, Nabiullah Nuh anamueleza Mola wake, Mola wangu na wewe ni mjuzi zaidi, niliwaambia mtakeni Mwenyezi Mungu msamaha, istaghfiru rabbakum, hakika Mola wenu ni ghafara, ni mwingi wa msamaha, yursilis samaa alaykum midrara. Nimejaribu kuwavuta kuonesha fadhila na neema ya istighfar, kwamba Allah anafanya nini? Atawashushia mvua tena midrara, kem.
wayumdidukum biamwalin wa banin, atawaongezea na kuwapa kwa wingi mali pamoja na watoto. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, atawajalia duniani mabustani na atawajalia duniani mito. Hii ni fadhila ya istighfar. Istighfar ina baraka katika maisha yako. Istighfar kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye Sunan Abi Daud, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Yule atakayelazimiana na istighfar, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjalia katika kila dhiki faraja. Sio kwamba dhiki haiwezi kukupata, utapewa mtihani, lakini punde mtihani ukishuka, Allah anakufungulia mlango. Min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja, katika kila jambo ambalo limekuwa dhiki kwako Allah anakufungulia. Si hivyo tu, na pia katika kila huzuni kwenye nafsi Allah ataiondoa na atakuruzuku pasipo na wewe kudhania. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirunahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, madhambi yana athari kwenye kunyimwa sisi riziki, kwenye kushushiwa adhabu na kuangamia. Madhambi ndiyo tatizo kubwa kwenye matatizo ambayo tunayakuta katika maisha yetu. Kwa neema, walillahi alhamd, neema na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia istighfar ili tufute kurasa zetu za madhambi. Mwanadamu kimkosea, huenda kajaribu sana atakusamehe, lakini alaka haiwezi kurudi kama mwanzo. Lakini Mola wako unamkosea usiku mchana, unafanya madhambi usiku mchana, lakini unakuja kuleta istighfar mara moja, Allah anaifuta yote. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hadith qudsi sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Alhamdulillah, Allah anasema, enyi waja wangu, hakika nyinyi mnanikosea usiku na mchana. Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme wa wafalme, Mungu aliyeumba kila kitu, anasema hakika nyinyi mnanikosea usiku na mchana, lakini mimi nasamehe. Allah nasamehe, basi nimtakeni msamaha, niombeni msamaha na mimi nitawasamehe. Kwenye hadith qudsi nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ewe mwanadamu, ya ibn adam law balaghat dhunubuka anana as-samaa thumma laqitani, ila akhir alhadith. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ewe mwanadamu, lau ingefika madhambi yako anana as-samaa, kimo ya juu ya mbingu, panga madhambi yako 1, 2, 3 ifike mpaka mwisho wa mbingu, kisha ukaja mbele yangu hukunishirikisha na lolote, ukaniomba msamaha, Allah anasema nasamehe madhambi yote wala sijali. Ndugu zangu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtaki Allah msamaha. Mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi kutokana na madhambi, lakini walikuwa hawaachi kuomba tauba, hawaachi kuleta istighfar. Istighfar sio kwa yule tu anayefanya madhambi. Istighfar ina baraka katika mali yako. Istighfar na kuepushia shetani. Mashetani wanaogopa kitu inaitwa istighfar, kwa sababu ndani yake kuna tauhid al-khalis. Ndani ya istighfar kuna tauhid uliosimama, ndio maana wanaiogopa. Istighfar mwanafunzi inakupa ufahamu. Istighfar kwenye kusoma inakupa uweledi. Istighfar katika kazi Allah anakufungulia. Jaribuni na mtaona. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala
Nabiullahi Musa kwenye sura Qasas anasema rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabii Musa anaomba msamaha. Nabiullahi Muhammad mtume bora kuliko ulimwengu wote uliotokea anasemaje, ambaye Allah amesema katika haki yake inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wama ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima. Allah amemsamehe madhambi yote yaliyopita na yajayo, lakini anasema hakika mimi namtaka Allah msamaha kwa siku zaidi ya mara 70, kwenye hadithi nyingine zaidi ya mara 100. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo. Nabiullahi Yunus ibn Matta anasemaje pale ambapo samaki alipommeza, istighfar ndio imemtoa katika giza hilo. Na Allah anasema kwenye sura As-Saffat falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, laula asingekuwa huyu Yunus ibn Matta mtume wa Allah asingekuwa mwenye kuleta istighfar kumdhukuru Mwenyezi Mungu, angekaa humo kwenye tumbo la samaki mpaka siku ya kufufuliwa. Anasemaje Yunus ibn Matta, wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mola, hakuna mola apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe. Subhanak, umetukuka Mola wangu, mimi ndio nimeidhulumu nafsi yangu, nisamehe. Ndugu zangu, hii ni faida ya istighfar. Istighfar ni mwendo wa wale waliotangulia kabla yetu, mwendo wa wale ambao wametukuka kabla yetu, wale ambao Allah amewanyanyua daraja. Sisi ambao tuna mapungufu tujifananishe nao, Allah atupe nguvu. Mwisho kabisa, ni radi gani katika istighfar ilikuwa bora? Unaweza kusema astaghfirullah alazim wa atubu ilayh, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Mkuja kwenye hadithi istighfar ilikuwa nzuri pia, istighfar ya Yunus ibn Matta, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lakini imekuja kwenye hadithi ya Shaddad ibn Aus kama sijakosea kwenye sahih al-Bukhari, mtume anasema sayyidul istighfar, baba wa istighfar. Tega sikio ndugu yangu, zawadi hii nakupa, zawadi hii tunapeana. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema baba wa istighfar yote, nyiradi iliyokuwa bora kuliko nyiradi nyingine yoyote kwenye istighfar ni Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dakika moja haijachukua, lakini thawabu yake ni nini? Allah anasema atakaye soma hii uradi asubuhi kwenye adhkaru sabah, akaisoma wa huwa muqinun biha, na ana yakini yaliyomo humu ndani, sio anasoma tu bila moyo, moyo na ulimi unasoma sambamba hii uradi. Ukija ukafariki ndugu yangu ndani ya asubuhi hiyo, kabla jua halijazama, Mtume Muhammad, sio maneno yangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wewe ni mtu wa peponi. Na ukisoma usiku ukafariki ndani ya usiku kabla ya jua kuchomoza, wewe ni mtu wa peponi. Hii ni fadhila na neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم غزر أمطارنا ورخص أسعارنا ووفق حكامنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ تنزانيا واجعلها بلدا آمنة مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس تنزانيا، اللهم أدر الخير على يديها، اللهم اجعل لها البطانة الصالحة
وأبد عنها البطانة الطالحة، ووفقها لما تحب وترضى. اللهم احفظ المسلمين في تنزانيا، اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم واحفظهم لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد ما ذكره الذاكرون، صل عليه وعلى الأخيار وصحابة الأخيار، صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة على اليهود المعتدين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم وعافي جرحاهم وداوي جرحاهم، اللهم وانصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا. اللهم ارض عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، خص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.